Mirindimo ya siasa imeanza kutikisa kaunti ya Taita Taveta. Joto la kisiasa linapanda, huku baadhi ya viongozi wakianza kuonyesha nia ya kuwania kiti cha ugavana mwaka 2027. Je, wenyeji wana maoni gani kuhusu mchuano huu unaoonekana kuwa mkali? Karibu kwenye uchambuzi wa kina wa siasa za kaunti hii. Katika mitandao ya kijamii siasa zimepamba moto. Wafuasi wa wanasiasa mbalimbali wanazungumzia wagombea wanaopendwa na kampeni za mapema zinaanza kushika kasi, kila upande ukivutia kwake, huku tetesi na maoni yakiendelea kujaa mitandaoni. Watu wamependekeza tumeona katika mitandao kuwa ni yupi anafaa kuwa gavana mwaka 2027. Sasa kumekuwa ni mapema sana kuanza kukisia nani anaweza chukua nafasi ya ugavana hapa Taita Taveta County. Wakuja akijisahau kwa sababu kuna mahali kwingi amelemewa, hiyo nayo lazima tutasema ukweli. Seneta wa Taita Taveta Jones Mwaruma anasemekana kuwa na ndoto ya kukalia kiti cha ugavana. Wafuasi wake wanaamini ndiye mgombea mwenye nafasi kubwa ya kushinda kutokana na rekodi yake ya uwakilishi wa kaunti hii katika seneti. Tunataka tuone hatua zikichukuliwa. Hatua kama hazitakuwa zinachukuliwa kwa wezi, basi hata hiyo kubweka huku nje haitakuwa inasaidia. Sisi tunataka kama ni ufisadi umefichuliwa, tuone hatua ikichukuliwa mpaka mwisho, tuone watu wakaenda korokoroni. Kilambo chatreda Mbunge wa Undanyi Danson Mwashako naye ameingia kwenye mchakato huu. Wenyeji wanasema ana nafasi kubwa kutokana na juhudi zake katika sekta ya elimu, ambapo amesaidia wanafunzi wengi kupitia ufadhili wa masomo. Lakini je, rekodi yake katika bunge itamfanya awe chaguo bora kwa wananchi? Kila mtu afanye kazi yake. Mimi niliwaambia sitafanya siasa huu mwaka. Huu mwaka nitapiga kazi. Huu mwaka nitafanya kazi ya kueleweka. Sasa kama kuna mtu ana wasiwasi na Mwashako atasimama kiti gani 2027, bado wakati haujafika. Mimi sasa ni mbunge na mbunge kikweli kweli. Kwa hivyo wangoje wakati wa siasa itafika. Lakini mwaka huu nataka kuhakikishia watu wangu, this year I am putting my best foot forward. Nitafanya kazi. Na vile niliwaambia macho hayajaona, meso ndegibonie, madu ndegisikire, akili ndegiririkanye, akasha Mlungu amenda bonye chikim cha Mwashako cha kaji. Ndio manake leo tunasomesha watoto wa day school na shilingi 1000 kwa sababu Mungu anafanya mambo. Na yule Mungu anayewezesha ndugu yangu Ndindi Nyoro, huyo Mungu atatupanga vizuri 2027, na kule Mungu anataka tukue tena tutakuwa. Kwa mara ya kwanza Lydia Haika Mizigi, mwakilishi wa kina mama, ameamua kuvunja rekodi kwa kuwania ugavana. Akiwa mmoja wa wanawake wachache waliodhubutu kuwania wadhifa huu, anasema kuwa anataka kuleta mageuzi katika uongozi wa kaunti. Lakini je, ataweza kumshawishi mpiga kura wa kawaida kuwa yeye ndiye chaguo bora? Kama seneta, women rep, wabunge fulani hiyo nao ni kama wametangaza nafasi ya kuwania nafasi ya ugavana. Kwa hivyo inaonyesha kama kitiko kina pesa sana, ama kina hela nyingi za chonjo, ndio maana unaona alio mamlakani wanakimbilia hiyo nafasi. Hata hivyo, si kila mtu anaunga mkono harakati hizi za mapema. Baadhi ya wenyeji wanasema viongozi waliopo mamlakani wanapoteza muda wa kazi kwa kuanza siasa kabla ya muda wake. Wapo wanaodai kuwa badala ya kuwahudumia wananchi, wanasiasa hawa wanajihusisha zaidi na kampeni za kujinufaisha. Kwa hivyo tungewapatia nafasi kwanza walio mamlakani, watende kazi zao vile inavyopaswa. Kama wameshindwa, kwanza tuanze kujitokeza na kupiga vita. Mheshimiwa Samboja si mbaya,
ni mtu mwenye roho safi sana kama mimi ninavyomjua akiwa gavana, lakini siasa za Taita zina dynamics mingi sana. Unapotoka kwa kiti cha siasa Taita Taveta kurudi inakuwa ngumu sana. Kwa hivyo nafikiri ile kwa upande wa gavana kwa Mheshimiwa Samboja itakuwa ngumu unless aende kitu kingine labda Senate. Hao wenye wote wamepewa nafasi na hizo ndo walichagua 2022 watufanyie kazi kama wananchi wa Taita Taveta County. Mimi maoni yangu ni kwa sasa watufanyie kazi kwa zile positions zenye wako nazo kwa sasa. Firimbi ikipigwa ya kampeni, sisi kama wananchi tutaamua nani tutaweka tu kwa mzani. Mbele sio tu wengi ni wale ambao wanajifaidisha tu kibinafsi kwa pesa za umma. Gavana wa sasa Andrew Mwadime wa Kujaa ameapa kupigania kiti chake tena. Tangu mfumo wa ugatuzi uanze, hakuna gavana wa Taita Taveta aliyewahi kuhudumu kwa zaidi ya muhula mmoja. Je, huu utakuwa wakati wa historia kubadilika ama utamaduni wa kumuondoa gavana baada ya miaka 5 utaendelea? Wengi hawajamini nimekuwa gavana. Wanafikiri ni mchezo. Na bado tena 2027 watanona nikirejea ndio watakula chumvi ama watafanya namna gani? Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, uchaguzi wa mwaka 2027 unatarajiwa kuwa na ushindani mkali zaidi kuliko uchaguzi uliopita. Swali kuu ni nani ataweza kuwaridhisha wananchi kwa ahadi na maendeleo? Kinyang'anyiro cha mwaka 2027 kinaonekana kuwa na ushindani mkali na safari bado ni ndefu. Je, nani ataibuka mshindi? Tujulishe maoni yako kwenye sehemu ya maoni hapa chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa uchambuzi zaidi wa siasa za Taita Taveta.